Leo nimeshuhudia vijana wakifanya kazi ya ujasiriamali, wakifanya kazi mbalimbali katika eneo letu hili la soko zuri la kisasa kabisa. Lakini leo nimewashuhudia vijana na watoto pale wakipata nyama choma. Haya yote si kwa bahati mbaya. Kipo kitu ambacho serikali hii ya Chama cha Mapinduzi imefanya kwa taifa hili. Na kitu hiki si kitu kingine, ni amani ya taifa letu, amani ya taifa hili. Na ndio maana tumewaona viongozi wa dini wametulia kwenye viti, tumewashuhudia wazee wa Dar es Salaam wametulia kwenye viti, tumewashuhudia mama zetu, tumewashuhudia vijana wakiwa wametulia kwenye viti. Si kwa bahati mbaya. Mheshimiwa Zungu amekwisha sema hapa, na mimi nitarejea. Yako mambo tunaweza kuyazungumza tukiwa uani, yako mambo tunaweza kuyazungumza tukiwa chumbani, lakini linapokuja swala la amani ya nchi hii, tutayazungumza haya bila kificho, tutazungumza kwa uwazi bila kificho. Na mkuu wa mkoa amekwisha sema, na mimi nampongeza sana kwa kazi nzuri anayoifanya katika mkoa wa Dar es Salaam. Anafanya kazi nzuri sana. Lakini hapa nisisahau Ilala, mkuu wa wilaya na timu yake wanafanya kazi nzuri sana. Wilaya yetu ya Ilala na timu yake wanafanya kazi nzuri sana. Ninampongeza mkuu wa wilaya, lakini kwa usimamizi wa mkuu wa mkoa. Ninampongeza mkurugenzi wa jiji. Na hapa lazima nikiri, mkurugenzi huyu katika wakurugenzi nilio nao 100 na ngapi katibu mkuu? 184. Kwa sasa ndio mkurugenzi anayefanya vizuri sana. Wote wanafanya kazi nzuri. Lakini kwa majiji nilio nayo, ninayoyasimamia, mkurugenzi huyu wa jiji anafanya kazi nzuri sana. Ameimarisha makusanyo ya mapato, na amenithibitishia mpaka hivi juzi jiji la Dar es Salaam limekusanya fedha nyingi kuliko wakati wowote toka jiji hili limeanzishwa. Kwa hiyo ninampongeza sana mkurugenzi. Kaa chini. Wakurugenzi wote wanafanya kazi nzuri, lakini ukiwachukua wakurugenzi wa majiji, mkurugenzi huyu kwa sasa ndio mkurugenzi namba 1, amefanya kazi nzuri sana. Sasa uwepo wetu hapa siku ya leo, ushiriki wa kila mmoja siku ya leo tukiwa tumetulia, ni kwa sababu taifa letu lina amani na utulivu. Na ndio maana nasema bila kujificha, yako mambo tutayazungumza uani, lakini linapokuja swala la amani tutalizungumza bayana bila kificho. Bila kificho. Na mimi ndio maana nimekuwa nikimpongeza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anafanya kazi nzuri sana. Natambua hata wale wachochezi wa amani si wana Dar es Salaam. Wana Dar es Salaam wanajitambua, ni wachapakazi, wanafanya kazi kwa ajili ya maisha yao. Kwa hiyo wale wanaokuja kuvuruga amani, mkuu wa mkoa washughulikie bila kuachia. Ni lazima tuilinde amani ya nchi yetu. Na wale wanaohoji wanasema, sasa waziri huyu anazungumziaje masuala ya amani? Nataka niwaambie, mimi ndio waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mamlaka zote za serikali za mitaa ziko chini yangu. Wakuu wa mikoa wakiwa chini ya mamlaka hizi ni wasaidizi wangu, wasaidizi wa Mheshimiwa Rais. Na hawa ndio wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama za mikoa na za wilaya kwenye maeneo yao. Na mimi ndio waziri wao. Sasa unaniwekaje pembeni hapa? Nimekwisha sema, nilisema kule Mbeya na hapa narudia. Linapokuja swala la amani,
hatutazungumza kwa kujificha. Taifa hili limefika hapa tulipo kwa sababu wazee wetu walifanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili, na sisi vijana wa karne hii tunawaambia Watanzania tutailinda amani ya nchi hii kwa nguvu zetu zote, kwa nguvu zetu zote. Na ndio sababu leo hii wazee wametulia. Inapotokea machafuko ya aina yoyote hapa, machafuko hayo hayataangalia huyu ni mzee, hayataangalia huyu ni mama, hayataangalia huyu ni mtoto, hayataangalia huyu ni kiongozi wa dini, hayataangalia kijana. Kwa hiyo ni wajibu wetu wa Tanzania kuilinda amani hii kwa nguvu zetu zote. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, endelea kuchapa kazi, na sisi tunaamini wale wanaokuja kuleta vurugu Dar es Salaam si wana Dar es Salaam, wanatoka mikoani na wengine wanatoka nje ya nchi, si wana Dar es Salaam. Watu wa Dar es Salaam wanajitambua, wanafanya kazi na wanaingiza kipato, na ndio sababu leo tumesimama hapa. Kungelikuwa hakuna amani hapa, huu mkutano usingelifanyika, asingelikaa mtu hapa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Kwa hiyo mkuu wa mkoa, endelea kuchapa kazi, wadhibiti bila kurudi nyuma. Na hii si Dar es Salaam tu, maana yake mikoa yote iliyobaki 25, wakuu wa mikoa, endeleeni kudhibiti mipaka ya maeneo yenu, kuhakikisha kwamba Watanzania wanakuwa na amani katika maeneo yao. Tuliachiwa taifa hili likiwa salama na baba wa taifa, na sisi tumekwisha sema bila kificho, tutahakiki. Yule asiyesikia, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mkiwa wenye viti wa kamati za ulinzi na usalama, shughulikeni nao katika maeneo yenu. Huo ni ujumbe wangu wa kwanza. Lakini tukio la pili,